Leo baba anafariki, watu wanakusanyika, wale mandugu wanataka kurithiana mali, wanasimama baadhi ya wanawake, na hii imeshatokea mpaka mahakamani. Wanasema bwana, sisi hatutaki kurithiana kulingana na sheria ya Mwenyezi Mungu ya Kiislamu. Wanasema hii sheria ya Mwenyezi Mungu inadhulumu, inampatia mtoto wa kiume mbili, sisi tunapewa moja. Hatutaki hiyo. Na mtu yoyote ambaye anayetamka hivi, ndugu yangu, kwamba yeye hataki sheria ya Mungu, anataka sheria ya mahakamani, huyu ameshakuwa kafiri. Lazima alete shahada. Mwanamume anapomuoa mwanamke, alafu katika ile maisha yao ikatokea kwamba wakagombana, mume akatoa talaka, basi mwanamke anakwenda mahakamani, mahakama inamuita huyu mwanamume, hii mali inagawanyishwa nusu kwa nusu, na huyu mwanamke alimpata mwanamume huyu na hii mali. Hii ni dhulma, ndugu zangu. Sheria kama hii ni sheria ya dhulma na khiana. Wewe mwanamke huna kitu hapo, isipokuwa huyu mwanamume labda akuachie tu, akupe kama zawadi, bwana tuliishi vizuri, chukua. Ikiwa labda ni biashara mulianzisha pamoja, ni masala mengine. Kweli hapa itakuwa nusu kwa nusu. Tumejenga nyumba hii kwa pamoja, nusu kwa nusu, inabidi iuswe, tugawani. Lakini umempata huyu mwanamume, mali yote, utajiri wote ni yeye. Wewe labda mwanamke ulimkubali huyu mwanamume kwa sababu ya mali yake. Sheria kama hii ni haramu mtu kuifuata. Hawa madara zetu lazima wajue hiyo, hata kama itapitishwa katika baadhi ya nchi, hata kama katika nchi zetu hizi ni haramu mtu kufuata sheria kama hii.